Karibuni sana wadau wangu, wadau wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula Online Channel. Ni channel inayotoa mafunzo ya kihistoria, historia ya mambo mbalimbali hutolewa humu. Usisahau kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kuona video inapokuwa inarushwa kwa mara ya kwanza. Lakini pia usisahau kushare ili tuweze kupata wadau mbalimbali wanaohitaji haya maarifa. Lakini pia usisahau kucomment kama utakuwa na maoni ya jinsi ya kuboresha na mambo mengine. Kutegemea na ni kitu gani utakachokuwa umeona kwamba wewe ni kizuri kwako kuweza kukitolea maoni. Basi katika kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia habari za uhusiano, ushirikiano na mwingiliano wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni, na tulizungumzia habari ya sababu za kijamii na za kiuchumi, na tulizungumzia pia matokeo ya ushirikiano huo wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni. Na hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya pili ya somo linaloitwa historia ya mwingiliano wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni. Sasa leo au kipindi hiki tutazungumzia habari ya historia ya kuhama kwa Wangoni. Historia ya kuhama kwa Wangoni. Wale waliosoma kwa Kiingereza wanaita Ngoni migration. Ngoni migration. Kwa hiyo hii ni historia ya kuhama kwa Wangoni kutoka Afrika ya Kusini kwenda maeneo mbalimbali ya Afrika. Basi karibuni sana katika kipindi hiki. Kama nilivyosema, msisahau kusubscribe, share na kucomment kama utakuwa na maoni. Kushare ni ili kupata wadau, na kusubscribe ni ili uwe wa kwanza kuona video inapokuwa inarushwa kwa mara ya kwanza, video inapokuwa inarushwa kwa mara ya kwanza. Basi karibuni sana katika kipindi hiki cha leo. Kimsingi katika kipindi hiki naweza nikasema kwamba historia ya hawa Wangoni inaanzia mbali, kwamba hawa walikuwa eneo lao la asili ni eneo la Afrika ya Kusini, kaskazini mwa eneo la Zulu, wanaita Zululand, ambapo hilo eneo lao waliokuwa wanakaa wao kama wao walikuwa wanaita ni eneo la Natal. Kwa hiyo sasa ni kaskazini mwa eneo la Zulu, kaskazini mwa Zululand, ambapo eneo lao walipokuwa naishi lilikuwa linaitwa Natal. Kwa hiyo hii Natal ndio iko kaskazini mwa eneo la Zulu, yani Zululand. Sasa hawa watu walianza kuondoka Afrika ya Kusini miaka 1820 na kuendelea, kwa sababu ya changamoto ya vita ya Mfekane. Vita ya Mfekane ndio ilisababisha watu kuanza kuondoka huko. Kwa hiyo hawa waliondoka wakiwa katika makundi makubwa ya watu. Waliondoka wakikimbilia maeneo ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Kutoka Afrika ya Kusini huko. Na kimsingi kulikuwa kuna koo tatu zilizoshiriki katika hiyo vita ya Mfekane. Na koo hizo zilikuwa ni ukoo wa kwanza ulikuwa unaitwa Mfetwa. Alafu ukoo mwingine ulikuwa unaitwa Ndwandwe.
na ukoo mwingine ulikuwa unaitwa Ngwane. Kwa hiyo hizi ni koo tatu zilizoshiriki katika hiyo vita ya Mfekane. Na tusisahau kwamba hawa Wangoni ni sehemu tu ya watu wanaozungumza lugha ya Kinguni ambayo ilikuwa huko Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ni sehemu yao. A part of. Kwa hiyo ni sehemu kidogo tu ya hawa watu wanaozungumza hiyo lugha au lugha za aina hiyo. Kwa hiyo hawa baada ya hii vita ya Mfekane kuanza au kutokea, wakawa wanaondoka kimakundi wakiwa na viongozi mbalimbali. Na kimsingi Wangoni ambao walifikia Tanzania wengi wanaishi kwenye mkoa wa Ruvuma. Wanakaa mkoa wa Ruvuma, ingawa hao ni wale waliokuwa wakihama kutoka Afrika ya Kusini kuja huku wakiwa na Zwangendaba. Wengi ndio walifikia pale, japo kuna wengine pia walikuwa na Mputa Maseko walienda hadi Ufipa, lakini asilimia kubwa wako Ruvuma. Sasa kabla tujaenda mbali, tunaweza kuzungumzia kidogo historia ya Mfekane, hii vita ya Mfekane. Hii vita ya Mfekane ni vita inayotokana na lugha za Kinguni ambazo ambapo hili neno Mfekane linatoka huko, lakini hili lilikuwa linarejelea usumbufu na vita vilivyojitokeza hasa kuanzia miaka 1818 kuendelea, ambavyo sasa hivyo vita vilisababisha kukua na kuimarika kwa dola ya Zulu au ufalme wa Zulu, yani Zulu Kingdom, ambapo sasa ulikuwa chini ya kiongozi wao Shaka. Kwa hiyo hii vita ya Mfekane ilianzia maeneo ya Zululand, yani eneo la Zulu, ambapo hili eneo la Zulu kimsingi ni eneo ambalo lipo pwani ya mashariki mwa Afrika ya Kusini, ambapo hii Zululand au eneo la Zulu lipo au lina cover, tuseme kwamba hili eneo linachukua maeneo ya kati ya milima ya Drakensberg na bahari ya Hindi. Hapo kati ya milima ya Drakensberg na bahari ya Hindi ndio eneo hilo la Zulu au Zululand lilipo, na linachukua maeneo hayo. Na tukijaribu kuangalia mpaka sasa hivi Afrika ya Kusini kuna eneo wanaita KwaZulu Natal. Kwa hiyo walichanganya ile Natal ambayo ilikuwa iko kaskazini mwa eneo hilo la Zululand ya zamani, na wakachukua pia jina la hiyo Zulu wakawa wameita KwaZulu Natal. Wakati wa maandamano ya Jacob Zuma miaka kadhaa iliyopita hapa, tunaweza tukaona tulisikia hizo taarifa na maeneo ya Afrika ya Kusini kwa KwaZulu Natal. Basi huu mfululizo wa vita zilizokuwa zikijitokeza kuanzia miaka hiyo 1818 na miaka 1920 na kuendelea, mfululizo huu wa vita ulisababisha watu kuhama katika makundi makubwa, ambao wengi waliohama walikuwa ni watu waliokuwa wanaongea lugha ya Kinguni, ambao miongoni mwao ni hawa Wangoni. Kama tunavyoona kwamba
hata kwa makabila mengine pia kuna baadhi ya watu wana lahaja zao. Nikisema lahaja ninamaanisha lugha inayopatikana ndani ya kabila fulani au lugha inayopatikana ndani ya lugha fulani nyingine kubwa, lakini kuna vilugha vidogo vidogo ambavyo kimatamshi vinaweza vikatofautiana kidogo, lakini ikawa ni lugha ile ile inayofanana. Kwa mfano hata kwa Wasukuma utakuja kusikia kwamba kuna Wasukuma si Wanyantuzu na Wanani, na kwa Waha pia unaweza kukuta kuna Waha hawa wa kawaida wa Kibondo, kuna wengine wa Kasulu wanatofautiana matamshi kidogo, kuna Wayungu wa hapa Kakonko, lakini wote ni Waha wale wale. Kwa hiyo ninaposema kwamba ni sehemu tu ya watu waliokuwa wanazungumza lugha za Kinguni ambao wao ni Wangoni walioondoka kule, ninamaanisha hivyo kwamba kuna lugha kubwa moja, lakini ambayo ndani ya hiyo lugha kuna migawanyiko kidogo vya lugha mbalimbali ambazo lakini zinafanana kabisa na hiyo lugha ya mwanzo, ila baadhi tu ya maneno machache wanatofautiana, lakini wanasikilizana. Mambo ya Wahaya na Wanyambo kama hivyo, japo zinaonekana ni kama kabila mbili tofauti, lakini zote ni zile zile, na Waganda wote nyumbani humo Uhaya. Sawa. Sasa huku kuondoka na kuhama kwa hawa watu waliokuwa wanatoka huko Afrika ya Kusini kulipelekea au kulisababisha matokeo mbalimbali ambayo yalikuwa ni matokeo mazuri na mabaya huku maeneo ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kwenda huko niseme tu kwamba hawa watu walipigana sana katika nusu ya kwanza ya karne ya 19. Nusu ya kwanza ya karne ya 19 ndio kulikuwa kuna mfululizo wa vita hizi ambazo sasa hizi vita zilisababisha watu kukimbia na kuacha maeneo yao na kukimbilia maeneo ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Na sababu za hizi vita ambazo waliita mfekane zilikuwa ni kuna sababu nyingi ambazo zilisababisha vita ya mfekane, lakini miongoni mwa sababu hizo ni kama hizi. Na sababu ya kwanza ilikuwa ni changamoto ya kuongezeka kwa watu kuliko maeneo yaliyopo. Hasa hao watu walianza kuwa wengi na kuongezeka kadri siku zilivyozidi kwenda kuanzia karne ya 16, kwa sababu eneo hilo walipokuwa wanaishi halikuwa na magonjwa ya kimaeneo, yani magonjwa yanayotokea eneo fulani, yani kama vile wale watu wanaokaa kwenye misitu wanaweza kukutana na changamoto ya malale kwa sababu ya mbung'o, na magonjwa mbalimbali kama malaria kwa sababu ya mbu na vitu kama hivyo. Lakini hawa watu eneo lao halikuwa limeathirika sana na hayo magonjwa ya kitropiko. Unaona Kwa hiyo watu walipokuwa wengi, ina maana wakaanza kugombea rasilimali, ikiwemo rasilimali ardhi, sehemu ya kulima na kufuga. Na baada ya hapo ndio kukaja kuzuka huo mgogoro uliosababisha vita, ambayo vita hii ilikuwa ni vita ya mfekane, ambayo sasa ilikuja kusababisha watu wengi kuondoka kutoka maeneo yao kuja maeneo mengine. Lakini sababu ya pili ni kwamba jamii au koo mbalimbali zilikuwa
zinapambana ili kuweza kumiliki maeneo na kuwatawala wengine au kutawala jamii zingine au koo zingine. Umeona Hawa watu wanne hawa, yani hizi koo nne ambazo ilikuwa ni Mfetwa, alikuwa Ndwandwe, alikuwa Ngwane, lakini pia alikuwa na Zulu. Hizi jamii, kila jamii ilikuwa inapambana kwa ajili ya kummiliki na kumtawala mwingine. Unaona? Kwa sababu hiyo sasa kukatokea changamoto ya kutokuelewana na migogoro na vita zikaanza. Mfululizo wa vita, ambapo sasa vita zilipelekea au zilisababisha watu kuanza kuhama kutoka maeneo hayo kwenda maeneo mengine ambayo ni nje kabisa ya eneo lao la asili. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba watu walikuwa wanapigania, au hizi jamii za aina nne, hizi jamii nne hizi zilikuwa zinapigania kuwepo katika eneo ambapo wanaweza kudhibiti biashara ndani ya Afrika ya Kusini. Walikuwa wanataka kudhibiti biashara kati ya hawa wa Afrika na Waleno, ambapo biashara hii ilikuwa inafanyikia sana eneo la Delagoa Bay. Sasa unaweza kaona kwamba kwa sababu hii ina maana kwamba watu, hasa wale waliokuwa wanahitaji sana hii biashara, kila jamii ilihitaji kuweza kuidhibiti biashara hii na kujihusisha, yani jamii yenyewe tu kama eneo ya himaya fulani hivi, himaya huru. Sasa kwa changamoto hiyo ikasababisha vita kati ya hizo jamii zenyewe kwa zenyewe, miongoni mwa wale watu waliokuwa wanazungumza lugha ya Kinguni, wakiwemo na hao Wangoni. Basi ndio walikuwa wakipambania hiyo biashara waweze kuidhibiti. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba kulikuwa kuna viongozi, kwa mfano viongozi waliokuwa na misimamo, ambao walikuwa wanataka kutengeneza kila mmoja himaya yake au falme yake kuiongoza, akiwepo huyo Shaka na Zwide na Dingiswayo. Wakawa wanataka kila mmoja kutengeneza aina fulani ya uongozi ambao yeye anaohitaji. Kwa hiyo hilo nalo likapelekea migogoro miongoni mwao, na kwa sababu hiyo wakawa wameanza kuondoka kutoka kule maeneo yao kuja maeneo mengine. Na hiyo ilikuwa ni kwa sababu wale walioona kwamba vita haikuwafaa waliamua kuondoka kabisa maeneo yale. Na baada ya kuona sababu zilizosababisha changamoto hii, tunaweza tukazungumzia pia kwa uchache kuhusu matokeo au athari za vita hii ya Mfekane. Na athari ya kwanza kabisa ni athari ya watu wanaozungumza lugha ya Kinguni kuondoka huko Afrika ya Kusini na kusambaa maeneo ya Afrika ya Kati na maeneo ya Afrika Mashariki. Sasa hawa watu walikuwa wanatofautiana. Kwa mfano, huku Tanzania, Zambia na Malawi waliitwa Wangoni, japo Zambia sio Zambia yote.
kwa sababu maeneo ya kusini mashariki mwa Zambia hiyo hawa watu hawakuitwa Wangoni, waliitwa Kololo. Lakini pia maeneo ya Zimbabwe hawa hawakuitwa Wangoni, waliitwa Wamatebele, ambao hawa sasa ndio eneo lao la Matebele ndio wanapatikana watu wanaitwa Wandebele. Ambao kwa historia kadri inavyozidi kuendelea huko mbele tutakuja kutoa aina ya upinzani uliokuwa unafanyika wapinga wakoloni, na miongoni mwao kulikuwa kuna upinzani wa Washona na Wandebele wa huko Afrika ya Kusini. Sasa hao Wandebele waliokuwa eneo liliitwa Matebele Land. Hii Matebele ilikuwa inatokana na jina la hawa watu waliokuwa wanakizungumza lugha ya Kinguni, ambao Tanzania waliitwa Wangoni, sehemu nyingine huko sehemu ya Zambia ya kaskazini mashariki waliita Wakololo, alafu maeneo ya Zimbabwe wakaitwa Matebele. Kwa hiyo kila sehemu walikuwa wanaenda wanatofautiana, lakini wale walikuwa ni watu wa jamii moja, na walivyotoka huko walitoka wakiwa watu wa jamii moja wote. Kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa ni athari ya kwanza, kwamba hii vita ilisababisha watu waondoke kule kwenye maeneo yao waje maeneo mengine kwa ajili ya kutafuta amani na kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao. Lakini athari nyingine ni kwamba kuna mbinu za kivita ambazo zilitoka huko katika eneo la Zulu na Afrika ya Kusini kwa ujumla, ambazo zililetwa Afrika. Namaanisha kwamba zililetwa Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kati, zikiwemo mbinu za kupiga mshale wa karibu, mikuki ile na mbinu jinsi ya kutumia. Kulikuwa kuna military technique, mbinu fulani za kijeshi zilitoka huko zikaja mpaka maeneo haya ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Eneo lote hili kwa ujumla walipokea, wengine walijifunza mbinu mbalimbali zilizokuwa zikitumika kule, wakaja kujifunza na huku. Na kimsingi hii ilikuwa ni kama faida. Kwa sababu tutakapofika kwenye mada za upinzani wa Afrika dhidi ya wakoloni, tutakuja kuona kwamba miongoni mwa mambo yaliyomsaidia Mkwawa wa Uhehe ilikuwa ni kuchukua mbinu za hawa Wangoni za kupigana, kuchukua hizi mbinu na kuzitumia. Na hii ndio ilisababisha wakafanikiwa kupigana au kupambana kwa miaka mingi kidogo ili kuweza kutetea eneo lao. Na pia hii ndio iliwasaidia kuweza kumuua kamanda wa Kijerumani yule Emil von Zelewski. Kwa hiyo tutakapofika huko tutazungumzia hayo mambo. Kwa hiyo hizi mbinu zililetwa Afrika ya Kati na Afrika Mashariki kutoka huko kwa Wazulu, huko kwa Afrika ya Kusini, huko kwenye eneo la asili la hawa watu wanaitwa ni Nguni speaking people. Lakini athari nyingine ya kuja kwa hawa watu ni kwamba hawa walikuja kusababisha uharibifu na ujenzi wa himaya na falme mbalimbali. Uharibifu na ujenzi kwa sababu walipofika maeneo ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki, ujio wao huu ulisababisha
kutokana na kwamba walikuwa wanapambana kwa ajili ya kupata sehemu ya kuishi. Walipofika wakaharibu himaya mbalimbali na falme mbalimbali, zikiwemo hizi 3. Kulikuwa kuna Lozwi ya Zambia, lakini pia kulikuwa kuna Lozwi ya Zimbabwe, alafu kulikuwa kuna Lozi ya Zambia, alafu kulikuwa kuna Undi ya Malawi. Hizi zilikuwa ni himaya ambazo zilikuwa zinajitegemea. Zilikuwa ni himaya na falme zilizojitegemea, lakini zilipokuja ziliharibiwa. Lakini wao wenyewe walipofika walitengeneza himaya zao au dola au state. Japo kipindi hicho haikuwa dola kama hizi nchi za sasa hivi, lakini kulikuwa kuna himaya ambazo zilitengenezwa na wao wenyewe. Maeneo ya Zambia, lakini maeneo ya kulikuwa kuna Wandebele wa Zimbabwe, ambao sasa hawa Wandebele wa Zimbabwe walikuwa eneo lao linaitwa Matebele, kwa sababu jina lao la jumla walikuwa wanaitwa wa Matebele, lakini kabila lao kabisa kama wao walikuwa wanajulikana kama Wandebele. Kwa hiyo sasa hawa walikuwa ni watu ambao walifikia Zimbabwe, walikuwa wanajiita wa Matebele. Kama eneo lilikuwa linaitwa Matebele Land, eneo la wa Matebele, au wenyewe kama wenyewe. Sasa humo ndani katika jamii hiyo walikuwa wanajulikana kama Wandebele, ambao walikuwa Zimbabwe. Lakini kulikuwa kuna Washangani ambao walikuwa eneo ambalo sasa hivi ni eneo la Msumbiji, Mozambiki ya sasa ilipo. Walikuwepo Washangani. Lakini kulikuwa kuna makundi mbalimbali ya hawa watu waliotoka huko Afrika Kusini, ambao walitengeneza himaya na falme mbalimbali au dola za kale. Dola mbalimbali za kale, yani state, ambazo sasa zilikuwa zinasimamiwa au zinatawaliwa na wao wenyewe hawa watu. Walitengeneza maeneo mbalimbali ya Malawi na Tanzania pia walitengeneza. Japokuwa kiukweli tu ni kwamba hawa watu hizi dola za kale, himaya na falme mbalimbali zilikuwepo tangu wao hawajaanza kuja, lakini ujio wao uliziimarisha zaidi. Japo kuna zilizoharibika kama hizo Lozi na Undi, lakini kulikuwa kuna ambazo waliziimarisha. Na waliziimarisha kwa sababu gani? Waliziimarisha kwa sababu wale watu walivyoona kwamba kuna wageni wamekuja na mbinu mpya, wakaamua kujiimarisha ili kuweza kupambana dhidi ya hawa watu waliokuwa wamekuja, dhidi ya hawa wageni waliokuwa wamekuja, ambao sasa hawa wageni ndio walikuwa hawa watu walikuwa wametoka Afrika ya Kusini. Kwa mfano tukizungumzia habari ya maeneo ambayo himaya na dola za kale na falme mbalimbali zilikuwepo ni mengi, kwa sababu walikuwa wanajitengeneza ili kuweza kudhibiti biashara ya masafa marefu, long distance trade. Lakini baada ya ujio wa hawa watu wa Afrika ya Kusini, japo kuna himaya nyingine kama nilivyosema au falme nyingine ziliharibika, lakini wengi walijiimarisha ili kuweza kupambana na hawa wageni kama nilivyosema hapo mwanzo. Na hawa wakiwemo kwa mfano Munyigumba, ambaye ndio alikuwa ni mwanzishaji wa aliyeanzisha himaya ya Uhehe. Hiyo ni kabla ya kina Mkwawa, Munyigumba. Lakini kulikuwa kuna Nyungu ya Mawe, ambaye alikuwa ni
mtemi wa Ukimbu. Umeona? Lakini kulikuwa kuna Mirambo ambaye alikuwa ni mtemi wa Unyanyembe. Sasa hawa walipata uzoefu wa kivita walipokuwa wakipambana na makundi mbalimbali ya hawa wageni waliotoka Afrika ya Kusini na kuingia kwa mapambano zaidi ili kuweza kupata sehemu ya kuishi na sehemu ambayo watakaa na watakidhi mahitaji yao ya kimaisha. Naam. Basi baada ya kuona athari ambazo zilitokea au zilisababishwa na hawa wageni waliokuwa wakizungumza lugha ya Kinguni ambao walikuwa wametoka Afrika ya Kusini, niseme tu kwamba kwa historia yao tutaendelea nayo sehemu ya pili ya mfululizo wa historia hii ya hawa watu. Na tutakapokuja katika kipindi kinachofuata tutazungumzia habari ya sababu za wao kuondoka huko Afrika ya Kusini kuja mpaka Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki. Japo sababu kubwa iliyosababisha wao waondoke ilikuwa ni hiyo vita ya Mfekane, ambao hiyo vita ya Mfekane ilikuwa ni vita ambayo inapoa na kuibuka. Yaani ilikuwa ni kama mfululizo wa vita mbalimbali, lakini inajumuishwa kama vita moja iliyochukua muda, ambayo sasa hiyo ndio ilikuwa vita ya Mfekane. Kwa hiyo sasa baada ya hapo kipindi kinachofuata tutaendelea na historia na tutaanza na sababu zilizosababisha wao wahame kutoka maeneo yale waje Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki. Lakini kwa sasa niseme tu kwamba sina la ziada kwa kipindi hiki. Tukutane kipindi kinachofuata. Basi niwashukuru sana wafuatiliaji wa Mwalimu Fanuel Matabula online channel, na niseme kwamba niwatakie wakati mwema, niwatakie ujifunzaji mwema, na niwatakie utafutaji mwema wa maarifa zaidi. Baada ya hapo niwaage nikisema kwaherini.